Yes, mpenzi mtazamaji wa Golf TV, nafikiri umzima wa afya kabisa. Tupo katika muda wa manunguniko na muda wa majonzi kwa yote yaliyotokea katika taifa letu la Tanzania. Hii ni baada tu ya kuweza kufika muhula wa kuweza kumchagua rais ambaye ataweza kuongoza katika nchi yetu ya Tanzania, lakini mambo ni mengi sana ambayo yameweza kujiri katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe na pia vile vile usiweze kusahau turn on notification ili mambo yapate kuwa poa kabisa. Na kwa sasa mambo ni mengi ambayo yamekuwa yakiendelea na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiongeleka, ama mambo ambayo yalikuwa ama ninaweza nikasema pengine labda kwa lugha ya ufasaha zaidi, kwamba ni mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kuongeleka katika mitandao ya kijamii, kila mmoja akiwa anasema la kwake. Mambo ni mengi sana ambayo yamekuwa yakiendelea hapa katikati, badala tu ya kuweza kutokea baadhi ya mtafaruku kati ya serikali pamoja na wananchi, ama naweza nikasema wananchi pamoja na serikali yao ambayo ndio imekuwa ikituongoza sasa, ama ikiongoza Watanzania. Naweza nikasema ikituongoza sisi Watanzania, kwa sababu mimi mwenyewe pia ni Mtanzania. Kwa nisijitoe kwa hili, niseme tu kwamba ni jambo ambalo linatugusa sisi sote kwa pamoja. Na pengine ningependa kuwapa pole wale wote ambao wameweza kuwapoteza ndugu zao, na wale wote ambao wameweza kupitia mambo mengi sana magumu katika kipindi hiki cha katikati. Kuna watu imewaasili sana hii issue ambayo imetokea hivi karibuni, ama naweza nikasema hivi punde tu, ambapo baada tu ya kuweza kuchagua sasa, ama naweza nikasema kabla ya kuweza kumchagua rais wetu kwa sasa ambaye yuko madarakani, lakini kabla ya kuweza kuingia madarakani rasmi sasa ili aanze kazi yake, kumekuwa na mambo mengi sana ambayo yametokea hapa nyuma. Kuna watu pia wameathirika katika biashara zao, kuna watu pia wameathirika katika maisha yao, ama namna fulani naweza kusema nchi imerudi nyuma sana katika swala la maendeleo. Labda tuchukulie tu mfano, kabla ya issue haijatokea mambo yalikuwa ni shwari kabisa, japokuwa kwa sasa naona hali imetulia na mambo yako sawa. Kikubwa tuweze kuiombea nchi yetu kwa Mwenyezi Mungu kwamba aibariki na atubariki sisi wa Tanzania, tuendelee kuwa na amani ambayo tulikuwa nayo toka kipindi cha nyuma, toka kipindi cha enzi za mababu zetu, ama kipindi cha enzi za marais ambao wamepita nyuma hapo awali. Kiasi kikubwa watu ambao wameathirika katika hili swala sasa, kiasi kikubwa ambacho kiasi kikubwa ambao wameathirika katika hili swala, naweza nikasema ni wananchi wote, kwa sababu katika maisha kila mtu ana njia zake za kuweza kutafuta maisha. Pengine mtu ilibidi aende kazini sasa, lakini kutokana na machafuko ambayo yalikuwa yakiendelea hapo awali, mtu akawa anashindwa sasa kuendelea kufanya kazi. Kuna watu pia hawakuweza kuelewa kwamba hili swala hawakuweza kujua kwamba hili swala linaweza likafikia huko. Huenda pengine labda wangeweza kuweka akiba ya vyakula ndani, ama naweza kusema wangejiandaa kikamilifu kwamba hata ikitokea basi at least hata kama wakiwa wamejifungia ndani ili kuepuka sasa kuingia katika orodha ya watu ambao walikuwa wakifanya fujo.
anajikuta anapata shida sana, kwa kuwa hakuweza kujiandaa na hakuweza kutambua kwamba issue inaweza ikawa imefika mbali kiasi kwamba hadi mambo yote haya sasa yakawa yametokea. I say ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Kama mpaka sasa unaishi ama mpaka sasa unapumua, basi mimi ningependa ama ningekuomba tu tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu na tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sisi ambao tuko hai sasa, kwa sababu bado hatuijui kesho yetu. Ni kama sasa hii kesho hii ni kama kesho hili ambayo yameweza kutokea mambo yote haya, hatukuweza kujua kama ingeweza kufikia hatua hii sasa, kuweza kuwa na mambo mengi ambayo yameweza kuasili Watanzania, hasa kwa wafanyabiashara pia, hasa na kwa Watanzania ambao ni wakulima pia. Mambo mengi sana yalisimama, na sio kwa wananchi tu ambayo imeweza kuasili, hata serikali pia imeweza kuasilika kwa namna fulani, kwa sababu shughuli zilikuwa zikisimama na serikali inategemea sana wananchi wake ili kuweza kuendesha mambo yake kupitia masuala ya kodi. Mwananchi anapokuwa anafanya kazi na ndo kodi ya serikali inapokuwa inapatikana. Sasa kama akishindwa kufanya kazi, na maana mwananchi asipopata hela, basi hata serikali pia inashindwa kuingiza hela. Sidhani kama serikali pia ilikuwa imeamua ama naweza nikasema pengine labda ilikusudia kufanya hivyo ambavyo imekuwa, lakini wanajua kabisa kwamba wananchi ndo kila kitu katika serikali, na ukisema serikali ina maana ndani yake kuna wananchi pia, na wananchi hao nafikiri ndo serikali yenyewe. Kikubwa, kitu ambacho kimeweza kuasili mambo haya ni mtafaruko tu na machafuko ambayo yameweza kutokea. Sijajua kwa sababu sijajua hizi issue ni nani ambaye alikuwa akizichochea kiundani zaidi, lakini sijafahamu, lakini nafikiri hapa katikati patakuwa na siri kubwa sana. Kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe kama nilivyokuambia hapo awali, na pia vile vile usiweze kusahau kutani on notification ili mambo yaweze kuwa poa kabisa na uweze kutupata kiurahisi. Nafikiri ama ukiweza kusubscribe, basi utakuwa ni mwanafamilia wetu katika channel yetu hii ya Go Live TV. Tumombe Mungu maisha yasonge mbele, mambo mengine endelee, amani yetu ibaki kuwa kama amani iliyokuwa zamani. Watanzania tumezoea kuwa na amani, hatujazoea haya mambo. Mara nyingi huwa tunasikia katika nchi za wenzetu ama nchi ambazo zinatuzunguka jirani, machafuko ambayo yalikuwa yakiendelea huko. Tunajua na tumeona mambo mengi ambayo yametokea huko, na tumeona wananchi jinsi walivyokuwa wakiteseka, na tumeona wananchi vile pia tumeona wananchi jinsi ambavyo walikuwa wakihangaika. Kuna wananchi wamekosa makazi, kuna wananchi wamepoteza maisha, kuna wananchi mambo mengi sana ambapo yanatokea huko, ambako tunaona sasa liwe kama funzo kwetu kwamba amani ikitoweka ni ngumu sana kuweza kuirudisha, kwa sababu inakuwa tayari imeshaondoka. Kuondoka ni kazi rahisi sana, amani yetu, lakini kurudi inachukua muda sana. Na amani ili irudi, lazima damu zimwagike, ndipo amani itarudi. Endapo kama ukitoa tu amani, ukitaka kuirudisha, basi ni lazima damu ziweze kumwagika ili amani ipate kurudi tena. Basi ningependa tu nikuombea Mwenyezi Mungu, wewe ambaye unanisikiza kwa sasa, kama kuna biashara zako ambazo zimerudi nyuma, basi Mungu akupe wepesi, uweze kusonga mbele zaidi ya pale ambapo ulikuwa mwanzo. Kikubwa tu ni hivyo tu ambavyo nimekuelekeza. Tafadhali